Habari kuu siku hii ya leo ni kuhusu rais wa zamani wa Afrika Kusini baba au unaweza ukasema Tata Thabo Mbeki ametoa taarifa yake kupitia kwenye taasisi yake ambayo na inukuu ilichokisema. Taasisi ya Thabo Mbeki inatoa taarifa hii kufuatia tafakari ya kina na yenye maumivu kuhusu uchaguzi mkuu uliofanyika Tanzania mnamo tarehe 29 Oktoba ya mwaka 2025. Mlezi, bodi ya wadhamini na taasisi nzima ya Thabo Mbeki tunatoa rambirambi zetu za dhati kwa familia zilizopoteza wapendo wao wakati wa vurugu zilizotokea dhidi ya raia baada ya uchaguzi. Pia tunaomba uponyaji wa haraka kwa wote waliojeruhiwa wakati huu wa msukosuko. Kufuatia mfululizo wa matukio mabaya yaliyosababisha vifo vya watu, misheni za uangalizi wa uchaguzi EOM za mashirika yetu ya kikanda na bara SADC na AU zimefanya maamuzi ya kuhuzunisha kuhusu mwenendo wa uchaguzi. Kwa pamoja, EOM zilihitimisha kwamba uchaguzi mkuu ulishindwa kutimiza kanuni na miongozo inayosimamia chaguzi za kidemokrasia za SADC na AU pamoja na viwango vya kimataifa. Kama SADC, EOM ilivyosema, wapiga kura wa Tanzania hawakuweza kutumia uhuru wao wa kidemokrasia. Hivyo, waangalizi wa SADC na AU wanadai kwamba matokeo ya rais na bunge yaliyotangazwa na tume huru ya uchaguzi ya kitaifa yaani INEC si kielelezo cha kweli cha mapenzi ya watu wa Tanzania. Hii inasababisha hitimisho lenye mashaka sana kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa sasa haina serikali halali, ikidokeza badala yake kwamba utawala wa sasa umelazimishwa kwa watu kupitia mchanganyiko wa nguvu na njia za ulaghai. Hali hii inazidishwa na ripoti zinazoendelea na zenye kusikitisha za vurugu za kimfumo dhidi ya wapinzani wa CCM, ikiwa ni pamoja na utekaji na mauaji. Ingawa baadhi ya watu nchini Tanzania wamebainisha kwa usahihi kwamba wakati umefika wa upatanishi, tuna maoni thabiti kwamba uponyaji kama huo unaweza kupatikana tu kupitia mazungumzo ya kitaifa ya uaminifu, jumuishi na huru. Taifa lazima lijibu maswali muhimu kwa pamoja. Ni nini kilichoenda vibaya na nini kifanyike ili kurudisha nchi yetu tunayoipenda kwenye njia sahihi? Ni taarifa hii kuhusu taasisi ya Tata Thabo Mbeki kutoa maoni yake baada ya kile kilichotokea